Haleluya. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya semina yetu inaitwa nguvu ya madhabahu, na nimekufundisha sehemu ya kwanza vitu vya msingi. Madhabahu ni nini? Na tunapozungumzia madhabahu katika ulimwengu wa roho tunamaanisha nini? Na nikakwambia nguvu zako zinatafsiriwa na nguvu ya madhabahu. Na nikakwambia nguvu ya madhabahu yako inatafsiriwa na sadaka au kujisadaka kwako, kwa fedha, kwa mwili wako, lakini pia kwa muda wako na namna ambavyo unanyenyekea mbele za Mungu. Sasa hii ni sehemu nyingine, nataka tuendelee. Nimekuambia kitu cha kwanza na cha pili, cha tatu na cha nne. Kama hujafuatilia sehemu ya kwanza, angalia hapa. Unaweza ukaona playlist au fuatilia hiyo audio ya jana kama unanisikiliza kupitia WhatsApp. Kama ni kupitia YouTube, nenda kwenye playlist ya seminar, utakutana na seminar hii ya nguvu ya madhabahu. Haleluya. Sasa baada ya kuwa nimekuambia madhabahu ni eneo la kiroho ambapo ibada inafanyika, na nikakwambia inaweza kuwa ibada kwa Mungu au ibada kwa shetani, na nikakwambia hakuna ibada yoyote bila sadaka, na nikakwambia pia utoaji ni ibada kuu, na nikakwambia wazi kwamba madhabahu yoyote inategemeana na sadaka inayotolewa. Nguvu ya madhabahu ni nguvu ya sadaka. Ukikutana na kwenye deliverance unamfungua mtu kutoka kwenye madhabahu ya ukoo, na wale watu wa ukoo wakiwa wamefaulu kutoa zile sadaka, kwamba unakuta kila baada ya miezi mitatu wanatoa sadaka, wanachinja, wanamwaga damu. I'm telling you those guys, your deliverance inakuwa na ugumu, kwa sababu ile madhabahu inakuwa na nguvu sana, kwa sababu wanatoa sana sadaka. I remember nilikuwa nafanya deliverance ya dada mmoja. Wakati nafanya ile deliverance, yale maroho akasema tumetoa sadaka kubwa sana, sadaka kubwa mno, tumemtoa babu yake. By the way, babu yake alikuwa amekufa miaka kadhaa, so yule babu hakufa kifo cha kawaida, alitolewa kafara. Na ile sadaka walivyoitoa kwenye ile madhabahu yao, lengo ilikuwa ni kumkamata huyo dada. Ile ilikuwa ni madhabahu ya mizimu. Haleluya. Manake Mkristo ambaye hujafaulu kwenye eneo la kutoa sadaka, watakutolea sadaka na kukunasa, because kuna maeneo watakujaribu. Kwenye maarifa wakishindwa, kwenye nguvu wakishindwa, watakuja watumie sadaka. Kwa ni mzembe kwenye sadaka, I'm telling you, they will take you. Watakutandika kwa sadaka inaitwa sadaka ya uharibifu, na wengi wameangushwa hapo. Ndio maana unapokuwa kiroho lazima pia uwekeze kwenye eneo la kutoa, na Mungu lazima tu akusukume uwe mtoaji. No way out. Hakuna mtu ambaye ni mkuu ambaye sio mtoaji. Mungu atakupa kitu, atakwambia kitoe kwa mtu. Haleluya. Kukua kiroho sio kuombea watu tu. Some people wanafikiri kukua kiroho kukua kiroho kuna mambo mengi sana. Haleluya. Lazima upitie madarasa mengi. Amen. Sasa unaweza ukachukua kalamu na daftari lako na Biblia yako, tuendelee na hii seminar. Okay. Namba 5, madhabahu ile inaweza kawa na nguvu kwa watu tofauti. Yaani kawa na nguvu tofauti kwa watu tofauti. Yaani kwa hivi, unasali kwenye madhabahu hiyo kanisani kwenu, lakini madhabahu ile moja, lakini kuna mmoja anafaidika sana na ile madhabahu kuliko mwingine. Kwa mfano, tunaweza tukawa tunasali kanisa moja, madhabahu ile moja, wote tunaenda pale, tunatoa, tunafanya nini, lakini ukakuta kwamba kuna mmoja ile madhabahu inamsaidia, pengine imemsaidia amepata kazi, ile madhabahu imemsaidia amepona, lakini ukaenda na ugonjwa ule na usipokee. Haleluya. Lazima ujue hivi, kwa sababu madhabahu ina nguvu kubwa sana. Naongelea hizi madhabahu za public, madhabahu ya kanisani, sawa? Hata kama ni ya giza, kwa sababu ina nguvu sana, usifikiri sasa kwamba ni hakuna utaratibu wa ili madhabahu ikusaidie. No. Madhabahu yoyote ili kusaidie ina utaratibu wake. Madhabahu yoyote ili kusaidie kuna vitu lazima uzingatie. Kitu cha msingi sana ni kujiungamanisha. Madhabahu yoyote ambayo hujajiungamanisha nayo haiwezi kukusaidia. Sema haleluya. Nirudie tena, madhabahu yoyote ambayo hujajiungamanisha nayo haiwezi kukusaidia. And therefore utakuta wote tunaabudu pale, lakini kuna mmoja anatetewa kwenye ndoto. Kuna wakati anataka kuvamiwa, yule mtumishi yule kuhani anatokea, haleluya, anamsaidia, kwa sababu hakuna madhabahu pasipo kuhani. Lazima kuwe na Mungu wa ile madhabahu na kuhani.
Sasa Mungu anapokutokea, Mungu wa madhabahu anakutokea kwa sura ya kuhani. Sema haleluya. That's why utatuona watumishi tunakuja tunakusaidia. Na dada mmoja mara ya mwisho anaota alikuwa baharini by the way. Alafu likaja joka linawaka moto, akalikamata akalikanyaga. Then sasa wakati amelishikilia amelikandamiza chini, nguvu akawa anaishiwa. Then ghafla akaona malaika wa Mungu anaonekana kwa sura yangu. Then akaua lile joka. Haleluya. Akaliponda kile kichwa. Haleluya. Manake huo ndio unaita utetezi wa madhabahu. Huyu ni mtu ambaye amejifungamanisha na madhabahu. Amejifungamanisha na madhabahu. Amejifungamanisha na madhabahu. Ukijifungamanisha na madhabahu vizuri, maana yake tunategemea ile nguvu iliyo kwenye madhabahu itakuhudumia vizuri. Lakini kama hujajiungamanisha utapata shida. Kuna mtu anajiuliza najiungamanisha vipi na madhabahu? Kwenye hii semina endelea kusikiliza semina zinazofuata, nitaenda kufundisha namna ya kujiungamanisha na madhabahu. Sio lazima uwepo hapo kwenye madhabahu ana kwa ana. Kuna watu tulijiunganisha na madhabahu tukiwa huko mkoani na Mungu akasema na sisi akatusaidia mpaka leo hii. Haleluya. Swala la imani sio swala la umbali. Ndio maana kuna mtu atafunguliwa yuko mbali, wewe uko pale pale unatoa macho. Unaangalia kama TV, unaangalia watu wanavyoanguka. Mbona mimi sianguki? Mbona mimi sianguki? Kwa nini mwenzio kafumba macho huko amejiconnect anafunguliwa? Baadaye utaanza kusema wale watumishi wa uongo, watumishi wa uongo. Tatizo ni imani yako. Acha kutafuta sababu za kulaumu watu. Na mtumishi mmoja alinitafuta na ananiambia, unajua hili tatizo nililonalo mimi linahitaji mtumishi mwenye mamlaka. Nikamwambia, yani kabla hujawaza hivyo lazima uwaze una imani. Acha kusingizia watumishi. Utaanza kusingizia madhabahu kumbe wewe ndio umeshindwa kujiconnect. Haleluya. Unasema nilienda pale waliniombea sikupona. Nilienda pale pale niliwahi kwenda lakini sikupona. Ulienda una imani. Si ulisema kwamba ngoja nikajaribu nione. Ngoja nikajaribu na mimi nione. Hii madhabahu inakuacha kama ulivyo. Haleluya. Namba 6. Andika hiyo itakusaidia. Madhabahu huamua hatima ya mtu. Hatima za watu zimefungamanishwa na madhabahu. Nataka nikwambie hakuna mtu ambaye hajaunganishwa na madhabahu. Hayupo dunia nzima. Hakuna mtu yoyote ambaye hajaunganishwa na nini? Na madhabahu. Hayupo. Hakuna mtu yoyote ambaye hajaungamanishwa na madhabahu. Yaani ukiona haupo kwa Yesu, wewe jua upo kwa shetani. Kwa sababu kuwa mbali na Mungu ni kuwa karibu na shetani. Andika hiyo itakusaidia. Kuwa mbali na Mungu ni kuwa karibu na shetani. So uhitaji kutuambia uko karibu na shetani. Tunahitaji tu kuangalia distance yako na Mungu, tutajua tayari upo kwa shetani. Hakunaga mtu kati. Haleluya. Kuna either God or Satan. Haleluya. Sasa lazima ujue hiki kitu kwamba hatima ya mwanadamu imefungamanishwa na kitu kinaitwa madhabahu. That's why Mungu aliamua kumwamuru Ibrahimu atoke kwenye madhabahu ya baba yake ili akajenge madhabahu ya Mungu aliye hai. Haleluya. Mungu anapomwambia toka, hiyo uli wa Kaldayo kwenye ile Mwanzo 12:1. Haleluya. Alikuwa anamaanisha hivi, jitenge, toka kwenye madhabahu ya baba yako kwa sababu baba yako aliabudu miungu. And therefore hatima yako ipo chini ya madhabahu za miungu. Na madhabahu ya miungu haiwezi kuhakikisha unaishi kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako. Kwa sababu shetani kazi zake ni 3. Yohana 10:10. Lazima ujue moja ya kazi yake ni kuiba. Haleluya. Ulichopewa na Mungu kuua. Amen. Kuna watu wanafikiria kwamba mizimu inawasaidia. Mizimu ukisikia shetani ujigeuza kuwa malaika wa nuru. Huyo malaika wa nuru, huyo anayejigeuza kuwa malaika wa nuru, jina lake jingine ni mizimu. Mizimu inakuja kama inakusaidia. Inakuja kwenye ndoto kwa sura ya bibi yako marehemu. Inaanza kuongea vitu vizuri kabisa. Nakwambia mwanangu, nasumbuliwa na tumbo, nataka nikusaidie. Nenda kafanye hiki na hiki na hivi, chanja chale 3, chukua dawa fulani, changanya, paka. I'm telling you, kujiungamisha na madhabahu ni kutii maelekezo. Yaani kujifungamanisha na madhabahu ni kutii maelekezo. Ni very easy. Yaani kitendo cha kutii maelekezo ya roho fulani umeshajiunganisha na madhabahu ya hiyo roho.
Sasa kuna watu upo kwenye ndoto umetokewa na marehemu, alafu unafuata maelekezo uliopewa na marehemu ambaye unajua hakufa katika haki. Unajua kabisa alikuwa mshirikina, yeye na waganga walikuwa damu. Hujawahi, yani yeye na Mungu walikuwa watu wawili tofauti. Haleluya. Sasa lazima ujue hatima ya mtu yoyote ipo kwenye madhabahu fulani. Kama haupo kwa Mungu, hatima yako ipo kwa shetani. Amen. Sasa lazima ujue, hii itakusaidia. Hakuna mtu tu ambaye amehang, ananing'inia. Hayupo. Nataka leo nikuulize swali. Hatima yako ipo kwenye madhabahu ipi? Remember, hatima yoyote imefungamanishwa na hatima nyingine. Kwa maana nyingine, usije ukakaa mwenyewe ukasema hatima yangu ipo kwenye madhabahu yangu. Hapana. Amen. Siongelei madhabahu yako binafsi. Najua wewe ni madhabahu inayotembea. I'm talking about madhabahu kwa sababu lazima uwe chini ya kuhani fulani. You cannot live. Musa alipaswa kuwa chini ya kuhani kabla hajawatoa wana wa Israeli. Haleluya. Huwezi ukatembea kwenye safari hii ya imani kwa sababu safari ya wana wa Israeli ni safari ya imani. Huwezi ukatembea kwenye hii safari ya imani kama hauna kuhani, na hakuna kuhani asiye na madhabahu. Manake Mungu alienda kumuunganisha Musa na madhabahu ya kuhani Yethro. Haleluya. Kama sehemu ya kuifungamanisha hatima yake. So hatima zetu, hakuna mtu ambaye hatima yake imesimama peke yake. That's why lazima uende kanisani. Ukisema ubaki kusali ndani, wewe unachotaka kufanya ni uchawi. Kuna mama mmoja alinitafuta. Alivyonitafuta alisema kwamba yeye ana shida, yani anawaza kuua watoto wake. Amejifungua mtoto, akimwangalia TV anawaza kumuua. Na yule ambaye yuko nyumbani akimwangalia anawaza kumuua. Haleluya. Wakati naendelea kumuuliza, nikamuuliza kwamba wewe unasali wapi? Akaniambia kuna mtumishi mmoja anaitwa hivi na hivi, huwa tunasali kwake. Nikauliza huyu mtumishi alikuwa yeye asali kwake, ana kanisa? Akasema alikuwa anasali kanisa fulani, akaondoka kule kwa sababu walikuwa wanafanya hiki na hiki. Maana yake ni kama aliasi tu. Kwa sababu ukitoka madhabahu yoyote ile, kanisa lolote bila kuaga, hasa hizi madhabahu kabisa za kiroho, achana na dini. Haleluya. Sawa Achana kwenye dini kidogo, huko ni tofauti. Okay. Lakini hizi madhabahu ambazo achana na hizi madhabahu ambazo kuhani anakaa miezi 6 ametoka, au by any means hizi ambazo hazizingatii sana mambo ya kiroho. Naongelea na madhabahu za kiroho. Haleluya. Akatoka kule, alivyotoka kule bila sauti yoyote ya Mungu, nadhani this guy hapo akaanza kuwa anaombea watu pale nyumbani kwake. Baadaye na yeye mizimu sasa ikasimama, kwa sababu nadhani ilimtoa mizimu kule. Akaanza kuchanganya majani, sijui mara mafuta kunywa, afanye hiki. Huyu mama naye akaanza kutumia. Yule adui akafaulu kukamata ufahamu wake. Akawa kama kakengeuka. Kwanza akawa mkali kwa mume wake, akawa hana nidhamu, akawa vurugu. You see? Kwa sababu gani? Kwa sababu alienda kujifungamanisha na madhabahu ambao hakujua ile madhabahu ni ya nani. Akajikuta hatima yake ameiweka pale. Nataka nikwambie, kila mahali unapoenda kujifungamanisha na madhabahu, sio kila kanisa ni la kuingia. Kwa sababu hatima yako ndo maisha yako. Ukienda kujifungamanisha na madhabahu fulani, umefungamanisha na hatima yako. Kama ni ya shetani, umempa shetani ulicho nacho. Na hapo ndo utashangaa anaanza kukutesa. Unaanza kuteswa. Sema amina. Hiyo ni pointi ya 6. Pointi ya 7, madhabahu yoyote husema. Soma Ufunuo 16:7, utagundua madhabahu katika ule Ufunuo 16:7 inazungumza. Chukua Biblia yako hapo. Haleluya. Yes. Uko nasikiliza hivi, kuna muda simamisha, soma Biblia, because I see most of people hawasomi Biblia. Hawaisomi. Haleluya. So madhabahu inaweza ikasema kitu kwenye maisha yako.
Ngoja nikwambie ukweli. Asilimia kubwa ya maisha ambayo tunaishi ni matokeo fulani ya madhabahu fulani. Amen. Yaani kuna madhabahu fulani huko imetamka kitu, alafu na wewe unaishi kwenye huo mfumo. Yaani unaishi hapo hapo kwenye ule. Ndio maana kuna watu biashara zao zikifika milioni 10 zinakufa, wanaanza sifuri. Zikifika tena milioni 10 zinakufa. Ni madhabahu imesema kwamba hutavuka. Kitabu cha Ayubu nadhani 38:10 na kitu. Okay? Inazungumza utafika mpaka hapa lakini hutavuka. Haleluya. Maana yake ni matamko ya madhabahu. Madhabahu inaweza kutamka. Kwenye kitabu cha Ufunuo utaona ile madhabahu ya mbinguni ikaanza kusema. Haleluya. Ilisema, maana yake madhabahu inaweza kutamka. Alafu ile madhabahu ikitamka, kama itatamka kitu ambacho ni kibaya kinatokea, kwa sababu madhabahu ni muunganiko, ni spiritual gates. So when they speak through, ndio maana mtu akisema akiwa amekanyaga kwenye madhabahu, ametamka ile neno kwenye ulimwengu wa roho. Na likisha sema kwenye ulimwengu wa roho alinyamazi. Andika hiyo. Chochote kinachosemwa kwenye ulimwengu wa roho hakinyamazi, kwa sababu ulimwengu wa roho hauna muda. So nikisema kwamba kuanzia leo hutaoa, hautaoa, hilo neno litasema hutaoa na litahakikisha linafanya kazi, kwa sababu neno linaweza kutumwa kuponya, kukutoa kwenye maangamizo. Vile vile neno linaweza likatumwa kichawi kukufunga usiolewe. Na likisemwa katika madhabahu, limesemwa katika ulimwengu wa roho. Likisemwa katika ulimwengu wa roho, I'm telling you, halitanyamaza mpaka limemaliza kazi yake. Na ili limalize kazi yake ni kwamba wewe umekufa. Na shida ni kwamba hata wewe ukifa, lina uwezo likaendelea kusema na kwenye uzao wako kama ulichepuka. Haleluya. Hiki ni kitu cha msingi ambacho mtoto wa Mungu lazima ukijue. So madhabahu, kuwa makini sana. Ndio maana ngoja nikwambie, ukikosana na baba yako wa kiroho kwenye madhabahu, akakutamkia kitu, usiondoke. Yaani ukiwezekana lala hapo hapo, usitoke. Watu wengi hawajui hii kanuni. Ndio maana baada ya pale mambo yao yakaanza kubuma. Nikutana na kijana mmoja. Wakati naongea naye, alikuwa amesimamishwa kwenye ile madhabahu, ni madhabahu kubwa tu. Sasa yeye hajui hizi kanuni. Yani I'm telling you, ukisimamishwa nyenyekea, nenda waombe msamaha. Why? Tamko likisha semwa kwenye madhabahu, hilo tamko alinyamazi. Litakufuatilia kila mahali, utakimbia, utaenda Marekani, liko na wewe, kwa sababu ulimwengu wa roho uko everywhere. Haleluya. Mtoto wa Mungu, kuwa makini na matamko. Lakini pia lazima ujue kuna wakati unatamkiwa baraka kwenye madhabahu. Sasa watu wengi wanafikiriaga ni maneno tu. When kuhani akiwa amesimama kwenye madhabahu akakwambia na kubariki kwa baraka zote za Ibrahimu katika jina la Yesu, sema amina kama hujawahi kusema. Haleluya. Sasa watu wengi hiki kitu hawakijui. So kwa sababu hawakijui, wanapishana na baraka zao. Washazoea kuwekewa mikono tu. Yaani mpaka awekewe mikono ndo anasikia kwamba nimeombewa leo, nimeombewa leo. Kuna wenzao wanadaka matamko tu ya kimadhabahu. Matamko ya kimadhabahu yana nguvu. Wao yanatamkwa kwenye ulimwengu wa roho, na chochote kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho, na kikisemwa kwenye ulimwengu wa roho kinadumu milele na milele na milele. Haleluya. Paka atokee mtu akukifuta. So kitamkiwa laana kwenye ulimwengu wa roho, kwenye madhabahu ya kichawi, hiyo laana itakufuatilia my friend. Ikisema kwamba kila mimba utabeba itatoka, kila mimba utabeba kweli itatoka. Wakisema kwamba kila kibeba mimba baada ya miezi 4 inatoka, maana yake utakuwa kila ukibeba inatoka. Why? Ile sauti bado ipo kwenye ulimwengu wa roho. Paka atokee mtumishi wa Mungu afute kile kitu, afute kwenye ulimwengu wa roho ile tamko la madhabahu ya kichawi. Kuna watu mizimu ya uko kwao ilisema hawatasoma, so wote wanaishiaga form 4. Lile tamko lipo kwenye ulimwengu wa roho na halitanyamaza, kwa sababu lilitamkwa kwenye madhabahu ya miungu. So wote na watoto wako mtashangaa, wote mnaishia hapo hapo. Familia nzima wameishia form 4. Na ukijifanya una bidii sana, wanakuacha form 6. Ukisha maliza tu pale unakuwa kichaa. Why? Because they put alternative. Kwamba okay, huyo unaona anatusumbua, okay, wewe tumwache, tumpige akifika hapa. Haleluya. Mtoto wa Mungu, nataka ujue haya yatakusaidia. So madhabahu huwa inaachilia, husema. Ufunuo 16:7, madhabahu husema.
Namba 8, madhabahu yoyote uliojiungamanisha umekabidhi nafsi yako. Madhabahu yoyote uliojiungamanisha umekabidhi nafsi yako, yaani umekabidhi ufahamu wako, hisia zako na utashi wako. In short ni hivi, madhabahu fulani itaamua tabia yako. Ndio maana kuna madhabahu ukiwepo, kwa mfano madhabahu RGCM, yaani kuna kitu ukifanya tutakushangaa kwa sababu sio tabia ya hiyo madhabahu. Umenielewa? Yaani kuna vitu ukifanya wale GCM hata watu wa nje watashangaa. Sio, umenielewa mtoto wa Mungu? Kwa sababu gani? Unapojikabidhi kwenye madhabahu yoyote, kwenye kanisa fulani madhabahu, tunategemewa na tabia hizo. Ndio maana kuna watu hapo kwenye makanisa fulani wanasali, tabia zao zinafanana, wote wanaendaga kwa waganga na mwenzio akimwambia jana kwa mganga amshangai. Umenielewa? Why? Ile madhabahu moja ya kitu imemisi ni utakatifu. Na kwa sababu umekabidhi nafsi yako, na nafsi ni utu wa mtu, ni tabia ya mtu, maana yake utajikuta una tabia ile ile. Madhabahu ikisha najisika, na watu pia waliojifungamanisha huwa wananajisika. Mtawafahamu kwa matunda yao. Kuhani hawezi akakupa kile ambacho hana. So kama ni mzinzi utajikuta umekuwa mzinzi na wewe. Haleluya. Kama ni mwizi utajikuta tu umekuwa mwizi. Kama mtumikii Mungu, anaabudu miungu, utajikuta na wewe mafuta ndo Mungu wako. Utajikuta na wewe maji ndo Mungu wako. Haleluya. Yes. Kuna watu hapo kwenye madhabahu kazi yao ni kununua mafuta tu. Kwanza akikosa mafuta anashindwa kulala huo usiku. Huyu ameshageuza Mungu wake ni mafuta. Anafanya kitu kinaitwa ibada za sanamu, ibada za miungu, ibada za ajabu. Haleluya. Sikia hii na uipokee. Haleluya. Na lazima ujue hiki kitakusaidia. Kitakusaidia sana. Sasa nataka nikuonyeshe kwamba ukweli ni kwamba kuikabidhi nafsi kwa Mungu fulani ni kitu cha hatari sana kama humjui huyo Mungu. Yaani wewe umeamua tu, umeamka tu asubuhi umejisikia ngoja niende nikasali kanisa fulani. Nataka nikwambie unachoenda kufanya ni kujifungamanisha na ile madhabahu. Usiingie kwenye kanisa kwa sababu umejisikia kuingia. Na muda mwingine utajuaje kwamba hii madhabahu ina shida? Sasa wewe upo kwenye madhabahu ambayo wenzio kila siku Jumamosi wanaenda kwa waganga. Upo kwenye madhabahu ambayo wanauziwa mafuta na wananunua, na bila mafuta yale hawapumui, wanaogopa, wanatetemeka. Upo madhabahu ambao hawa emphasize kwenye swala la toba, watu kuwa watakatifu. Wako bize tu na kuambia utanunua gari, utanunua nyumba, vitu ambavyo ni second option kwa Mungu. Inaanza kwanza ufalme wake, na hivyo vingine mtazidishiwa. Wewe unaona kabisa kwamba oh my God, Mungu atusaidie. Najaribu kusema hiki kitu ili kikusaidie, kwa sababu kama hautajua utajikuta umejifungamanisha na madhabahu hujui. Na madhabahu sio lazima ukae upige magoti. Kuna madhabahu hata ya WhatsApp. Mimi nimejionea kwa mfano this altar, madhabahu ya hapa. Watu wamebadilishwa. Why? Wamekuwa connected. Nitakufundisha namna ya kuwa connected, kujiungamanisha na madhabahu. Na ngoja nikwambie, lazima ujue kwamba nafsi ni kitu cha thamani zaidi ya kitu chochote. Ndio maana maandiko yakasema hivi, itamfaidia nini mtu akipoteza nafsi yake na kuupata ulimwengu wote? Haleluya. Maana yake ni hivi, nafsi ya mtu mmoja ina thamani kuliko magari, majumba na miliki fahari zote za dunia nzima. Haleluya. Na ngoja nikuonyeshe, nikuprovie sasa kwamba hiki kitu ni kweli. Kwa sababu gani? Ukisoma Mathayo 4:8 hadi 9. Naomba uchukue Biblia yako usome. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa nataka ujifunze ujue nafsi yako unapoikabidhi kwenye madhabahu fulani, kuna vitu huwa vinatokea. Amen. Yes, kuna vitu huwa vinatokea. Nitakufundisha kwamba na nimesha kuonyesha kwamba nafsi ni kitu cha thamani zaidi. Nafsi yako ina nyota na ndani yake kuna fedha, kuna ndoa yako, kuna huduma yako, kuna kila kitu chako. Ukweli ni huu.
kwamba nafsi yako ni kitu chenye thamani zaidi ya kitu chochote. Haleluya. Na kwenye nafsi yako ndipo kuna nyota yako. Maana yake kuna ndoa yako kule, kuna utajiri wako kule, kuna magari, kuna nyumba, kuna kila kitu ambacho Mungu amepanga. Remember, ulimwengu wa roho hauna muda. Umenielewa? Yaani ulimwengu wa roho ulishakuandikia wewe una nini na nini na nini na nini na kila kitu. Lakini ili uweze kuvipata hivyo vitu, haleluya. Lakini ili uweze kuvipata hivyo vitu, lazima uishi maisha ya ibada. Hiyo lazima ujue. Maana yake ni nini? Lazima uwe katika madhabahu iliyo sahihi. Ukikosea madhabahu umeisha. Sasa sehemu inayofuata nitakuja nikuonyeshe nafsi kama nafsi. Na unaweza ukafuatilia hapa YouTube. Niliwahi nadhani tulikuwa na mfungo wa siku 21 wa ukombozi wa nafsi. Nilifundisha kuhusu nafsi kwa siku 21. Nenda kwenye semina inaitwa ukombozi wa nafsi. Ile itakusaidia. Haleluya. Lakini sehemu inayofuata nitakufundisha siri iliyojificha kwenye nafsi ili ujue kwamba kumbe unapojiunganisha na madhabahu yoyote, kanisa fulani unapoingia, msikiti fulani, mganga fulani unapoingia, kuna kitu unapoteza. Cha kwanza lazima ujue mganga yoyote, unapoenda kwa mganga unaenda kujiungamanisha na madhabahu. Unapoenda kwa mganga yoyote unaenda kujiungamanisha na madhabahu. Na kitu cha kwanza anachoangalia ni nyota yako, kwa sababu umeikabidhi nyota yako. Ujue au usijue, mganga wote ana kifaa maalum cha kusoma nyota. Hayupo ambaye hajui kusoma nyota. Na hata akitaka kujua tatizo lako, atalijua kupitia hiyo nyota. Sijui umenielewa mpaka hapo? Nafsi yako ndio inatoa taarifa zote. Ukisha ikabidhi umeisha, umekabidhi kila kitu. That's why ni jambo la ajabu sana. Wewe unaenda kwa waganga unafikiri anaenda kukusaidia. Okay, nimeshakwambia itamfaidia nini mtu akiipoteza nafsi yake na kupewa ulimwengu wote? Umeenda kwa mganga, umekabidhi nafsi yako, umempa mganga. Itakusaidia nini akikupa magari na nyumba? Yesu ndicho alichokuwa anauliza. Na nimekwambia kwenye Mathayo 4:8 hadi 9, shetani anamwambiaje? Ukinisujudia nitakupa hivi vyote, milki na fahari zote za ulimwengu. Alikuwa anamaanisha hivi, nipe nafsi yako nikupe vyote hivi. Haleluya. Nikupe vyote hivi. Shetani alikuwa anajua kwamba nafsi ya mwanadamu ina thamani zaidi ya milki zote za ulimwengu huu, magari, majumba, makampuni na kila kitu. Wewe unaenda kwa mganga unatoa nafsi yako kirahisi tu. Alafu baada ya muda unaanza kuona mambo hayaendi. I'm telling you, umeshatoa ndoa anaicontrol yeye anavyotaka. Pengine tayari ameshaiuza, because ndoa inaweza kuuzwa. Okay? Utajiri wako unaweza kuuzwa. Nyota zinauzwa kama nyanya. Alimemba nilikuwa nafanya huduma. Nitakuja nikufundisha sehemu inayofuata kuhusu nafsi kwa undani ili uelewe. Mungu anazungumza na wana wa Israeli kwamba nafsi zenu zimekamatwa. Zilikamatwa kwa sababu gani? Walimsahau Mungu wao, wakaanza kusujudia miungu. Maana yake wakakabidhi nafsi zao kwenye madhabahu za giza. Haleluya. Haleluya. Kuna dada mmoja sitataja. Naweza nikasema alikuwa mtumishi wa kanisa lile. Haleluya. Ni wenye majina hawa kabisa ambao wanahudumia kwenye madhabahu. Amen. Lakini sasa hakuwa na maarifa. Sasa Mungu aliweka nyota ya utajiri ndani yake. Nafsi yake ilikuwa inang'aa kwenye ulimwengu wa roho. Kaka yake alikuwa muabudu miungu. Kaka yake akaiba nyota ya dada yake. Alafu dada mtu alipoenda kwenye lile kampuni kufanya kazi, sawa kwa sababu kuna haya makanisa unakuta labda yana mashule, yana manini, kwa unaweza kupelekwa huko. Akaenda pale kufanya kazi. Alipoenda kufanya kazi mahali pale, akakutana na wale watu ambao wako pale ambao wenyewe ni watumishi, ni washirikina. Haleluya. Watumishi, kuna watumishi wa Mungu na wa shetani. Ni washirikina. Wakaisoma nyota. Nyota ishaibwa lakini wakaiona. Haleluya. Na wakagundua nyota hana huyu mtu, ilishachukuliwa. Alafu wakaifuatilia kwenye ulimwengu wao, wakagundua kaka yake anayo. Wakaenda kwa kaka yake, wakamwambia tunahitaji nyota ya dada yako. Jamaa akamwambia ndio ninayo. Mna shilingi ngapi? Wakasema hela yote utakayotaja. Jamaa akasema 5,000,000. Wakampa 5,000,000, wakachukua nyota. Why? Wanajua nafsi yako ina thamani zaidi ya 5,000,000, zaidi ya bilioni 10. Walijua inaweza kuzaa zaidi ya unavyofikiria. Wewe tu ambaye uko mwilini ndo hujui. Haleluya. Ikauzwa.
Sasa Yesu yupo pale pale kwenye hiyo sijui niite nini, kwa sababu kuna jina nikitaja tu hapa watu watajua ni dhehebu gani. Okay, so wakiwa pale wakaanza kuona anaomba sana. Sasa wakati anaomba, unajua ukiwa unaomba unachofanya ni nini? Wewe ni roho yenye nafsi ndani ya mwili. So ukianza kuomba na nafsi yako kule inaanza kuomba, maana yake ni inaanza kuzuia kile ambacho wanataka kufanya. Ndio maana mtu asiyeomba, ndugu yangu, utageuzwa msukule huku unatembea barabarani. Yaani ni hivi, utakuwa msukule unayetembea barabarani. I'm telling you, mimi nimeombea watu ni misukule na wanaishi. Na dada mmoja wa Mwanza tulikuwa tunamuombea, ni msukule lakini anatembea. Maombi tu yalipoanza akaanza kutikisa kama misukule inavyofanya, anabadilika hadi sura. Sema amina. Na sura ilibadilika. Wewe mtoto wa Mungu huko tu, nikiomba shetani ananivamia, nikiomba ndo matatizo yanakuwa mengi, nikiomba. Wewe baadaye kushtuka ujiongeze kwamba kwa nini yanakuwa mengi. Maana yake adui hataki uombe. Kwa nini hataki uombe? Yeye kazi yake, yeye kwani anakuwazia mema? Si anajua kuna mema, ndo maana anakuzuia. Sasa kwa nini usivuke huo mstari ili ufikie hayo mema? Na wewe unakubaliana na shetani, nikiomba napata shida, nikiomba napata shida. Acha uzembe. Sema haleluya. Sio kama unanielewa mpaka hapo. Nafsi yako ina thamani kuliko unavyofikiria. Nafsi yako ina thamani. Huyu dada sio nimuite mama, akaanza kupigwa vita, wakamfanyia hadi mchezo, walimfukuza mahali pale. Ndipo alipokuja kukutana na mimi. Wakati namuombea akasema nyota yale maro. Nikamwambia nyinyi kina nani? Yakataja majina kwa vyeo. Sema haleluya. Unajua kutaja majina kwa vyeo ndio wanakuwa makini unaabudu wapi. Nadhani wenzio wote hao wanamwabudu Mungu, no? Hapa wewe unayauliza sasa, nyinyi ni watumishi alafu mnafanya hivyo. Akasemaje? Sisi tunajiongeza, lazima tujiongeze, tunataka tujenge zaidi ili tuwe na mashirika mengi zaidi. You see? Haleluya. Lazima ujue ulimwengu wa roho. Watu haya mambo ya roho usipoyajua utakuwa muhanga. Kwanza utajikuta unaishi maisha chini ya viwango na unaona ni kawaida. Kazi yako ni kusema tu unajua msimu haupo sawa. Msimu hukuumbwa kwa misimu. Huo ni uhaba wa imani. Isaka alilima msimu ambao sio wa mavuno, mahala ambapo sio alilima mahali ambapo watu wavuni na akavuna. Haleluya. Na maandiko haya yanasema nini? Soma Zaburi ya 1 na kuendelea. Alafu nenda hapo, toka hapo nenda kasome Yeremia 17:5 na kuendelea. Uone mtu aliyebarikiwa maana yake nini. Huyu aliyebarikiwa, my friend, yeye anazaa. Yaani yeye ni sawa na mti ulio kando ya mto wa maji. Haleluya. So yeye anazaa bila kujali msimu. Wewe umejifunga kwenye imani ndogo ya kwamba msimu, unajua msimu mauzo hamna. Huu msimu hamna mauzo. Hakuna kitu kama hicho. Kuna wenzao huo msimu ambao unasema hamna mauzo ndio msimu wao wa kupiga hela. Haleluya. Why? Kuna kitu wanajua ambacho hujui. Lazima ujue nafsi yako ina thamani zaidi ya chochote. Kila mahali unapoenda kwa mganga, unachoenda kutoa ni nafsi yako. Watu wengi wanatembea ni maboksi, wala nyota yao hawana. Kama ni nyota ya utajiri haipo, wamebaki labda na ya ndoa. Ndio maana utakuta una ndoa vizuri tu, lakini uchumi unakutesa, japokuwa ndoa yako wala haina shida. Biashara inafanya vizuri, lakini ndoa ina shida. Wala nyota ya ndoa yako walichukua. Because mtu anapoenda, kwa mfano, anataka kupendwa na mtu, nyota ambayo inachukuliwa, shetani hana chochote kipya, inachukuliwa nyota ya ndoa. Sio, unanielewa? Mtu akitaka utajiri inachukuliwa nyota ya utajiri. Kila mtu kuna engo ambayo Mungu aliwekeza zaidi. Pengine kwenye ndoa ndo kuna mafanikio yako. Haleluya. Mwingine labda kwenye eneo la uchumi ndo utakuwa na mafanikio sana. Mwingine kwenye eneo la huduma, mwingine, kwa sababu Mungu ameweka makusudi tofauti katika nafsi ya wanadamu. Naomba endelea kunisikiliza kwenye sehemu ya 3. Unaweza ukajoin kwenye group letu 0655 134
105. TikTok natumia Frank Bwenge _ utakutana na videos fupi ambazo zinafundisha vizuri kabisa. Yaani na kule nafundisha mambo ya kiroho na unlock mysteries za kiroho kwa msaada wa Roho Mtakatifu. So ukienda kule, nataka nikwambie siri ya vitu vingi sana utaijua kupitia videos chache. Sasa kama unahitaji kwenda kule, unaweza kuandika tu TikTok, andika Frank Bwenge _ manake kamstari ka chini. Amen. Alafu utaona videos zinakuja za kiroho, na Mungu akusaidie sana. Na nikutakie siku njema, ubarikiwe sana. Wewe unaisikiliza kupitia WhatsApp, Mungu akubariki sana. Lakini pia wewe unaisikiliza kupitia YouTube. Sasa tutakuwa na maombi pia, hakikisha unajiconnect kwenye hizi sehemu zote. Nikutakie siku njema.